Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Pia tuko Facebook na TikTok, like na follow page zetu zote mbili, andika tu Baraka One TV. Kwanza ni habari za moto. Sake. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo waendelea kudhibiti mji wa Sake na kuwarudisha nyuma Alliance Fleuve Congo, M23 na RDF ya Rwanda. Okatanga, Lubumbashi. Polisi yawaweka chini ya ulinzi wahalifu wanaopora na kuiba magari jijini Lubumbashi. Na habari zote hizi unazipata za uhakika na ni baada ya uchunguzi wa kina, na unaendelea kusikiliza Baraka One TV kutoka DRC. Hizi habari zote unazipata hapa na sio kwingineko. Tuanze kwanza na habari hizi za maeneo ya Lubumbashi huko katika mkoa wa Okatanga. Polisi yaweka chini ya ulinzi wahalifu wanaopora na kuiba magari jijini Lubumbashi baada ya vitendo vya kihalifu kukisiri kushika kasi ndani ya jiji la Lubumbashi. Hatimaye serikali imefanya msako mkali na kuwadhibiti vijana wanaosadikika kuhusika na vitendo vya uhalifu. Shifre ambaye anasemekana kuwa ndiye kiongozi wa kundi hilo linalofanya kazi zake jijini Lubumbashi amekamatwa pia, na baada ya kumpora na kujaribu kumbaka mtoto wa kigogo mmoja ndani ya jiji, kilichopelekea msako mkali kufanyika na kuwakamata wote waliohusika na kitendo hicho, na wengine ambao pia walikuwa wamekimbia kukamatwa na kufikishwa kwa mkuu wa mkoa ndugu Jacques Kiabula. Mji wa Lubumbashi ni mkubwa na mji mkubwa wa kimaendeleo, pia mji wa pili wa mikakati ya kiserikali. Lubumbashi imekuwa ikiandikisha kesi nyingi sana za ubakaji, uporaji, mauaji, wizi wa magari na pikipiki licha ya jitihada za serikali. Hawa hapa wahalifu ambao wamefikishwa chini ya mkuu wa mkoa Jacques Kiabula. Le malfrat qui avait ravi une arme à un garde d'une station de la place il y a 3 ans, des récidivistes, des casseurs de vitres avec leur butin et des auteurs de coups et blessures graves dans différentes communes de Lubumbashi étaient également du nombre. Parmi les machettes ici, vous allez voir, il y a même des traces de sang. Ce monsieur a beaucoup de faits dans la ville. Il entretient des bandes. Ce monsieur ici a tenté de violer une dame, mais toutefois il a blessé au cou. La dame est ici. Elle est prête à se présenter. Son Excellence. L'autorité provinciale qui ne ménage aucun effort dans la préservation de la paix, la quiétude et la sécurité dans les Hauts-Katanga a une fois de plus encouragé les services de sécurité pour le travail abattu. Unaendelea kusikiliza Baraka One TV. Sisi tafadhali tembelea Baraka One TV Worldwide Supporters group ambayo inakufanya wewe wa kwanza kuendelea kuisupport B1 TV, na pia tembelea group la Baraka One TV Info ili kupata habari za moto kila siku. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Sake. Jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo waendelea kudhibiti mji wa Sake na kuwarudisha nyuma Alliance Fleuve Congo, M23 pamoja na jeshi la Rwanda RDF. Baada ya kupambana kwa takriban wiki kadhaa, mpaka sasa jeshi tihifu kwa serikali ya Kinshasa pamoja na wazalendo bado wanaendelea kuikalia mji wa Sake. Magaidi wa Alliance Fleuve Congo, M23 na RDF wamesambaratishwa na kuishia kukimbilia kwenye milima, huku wakiwa natupa mabomu kiholela ambayo yanasababisha mauaji kwa raia wasiokuwa na hatia. Huku hayo yakijiri, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo kwa pamoja wanazidi kuongeza vikosi ili kuhakikisha wanachukua maeneo mengine ambayo mpaka leo hii yapo mikononi mwa magaidi wa Alliance Fleuve Congo na M23 pamoja na jeshi la Rwanda RDF.
Kulingana na hatua kubwa ambayo serikali ya Kinshasa iko nayo, inaonyesha kabisa haitakuwa tayari kukaa meza moja ya mazungumzo na magaidi baada ya msaada mkubwa wa majeshi ya Afrika Kusini, Tanzania pamoja na yale ya Burundi kupitia jumuiya ya Southern African Development Community SADC. Kwenye uwanja wa vita, Alliance Fleuve Congo, M23 na RDF wanaonekana kujaribu kuingia Sake, lakini haiwezekani. Kipigo wanachokipata ni kikubwa sana na hivyo kuishia kupoteza. Nini mipango ya jeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Huyu hapa Kanal Kaiko. Embu tumsikilize. Nous sommes dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, l'homme 23 RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Maouta 2, dans la cité de Sake en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Naam, hii ni Baraka One TV. Asante sana kuendelea kuwa pamoja na sisi. Usikose kusubscribe na kushare Baraka One TV. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Préparer ton côté là-bas,